asifiwe. Karibuni sana katika channel hii ya Bit 750 ambapo huwa na share neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali. Sana jinsi Bwana anavyonijalia. Kama wewe ni mgeni au bado hujachukua hatua ya kusubscribe katika channel hii, ninakuomba ufanye hivyo ili uwe wa kwanza kupata video mpya zinapotoka kila wiki. Kama bado hujaanza zoezi la kuwa una share na wengine, ninakuomba ufanye hivyo na Mungu akubariki. Like, comment, kwenye comment zako unaweza kuweka swali au kitu chochote ambacho sijakizungumzia katika somo, na Mungu akubariki sana. Leo namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya kuendelea na masomo haya na series yetu hii ya je, unataka kumsikia Mungu? Je, wewe ni mmoja wapo ya wale wanaotaka kumsikia Mungu? Tumekwisha kuangalia hatua mbalimbali ambazo tunaweza kuzichukua, na leo tunaenda kuangalia hatua nyingine. Hivi ni vitu vya kawaida tu ambavyo hata sisi katika maisha yetu tunavifanya kwa watoto wetu, tunavifanya kwa watu wa karibu, na sisi wenyewe tunafanya ili tuwasikie wengine. Tukichukua hatua hizi ndogo ndogo tu, tunaweza tukamsikia Mungu kwa karibu na kwa mara. Ninaomba tuangalie hii video fupi niliyoitayarisha, alafu tutaendelea na somo letu. Mungu akubariki sana. Bidii katika kusikia na bidii katika kufanya kile ambacho tumekisikia ni vitu muhimu sana. Na vile vile tusifanye tu bidii, lakini tuwe na utayari katika kile ambacho tunakisikia. Tuko tayari kukisikia? Je, tuko tayari kwenda kukitenda? Angalia huyo mtoto, hana bidii katika kusikia, hana utayari katika kutenda. Mamake anarudi anakuta mambo vile vile kama ambavyo alivyoviacha. Lakini muangalie huyo anasikiliza kwa bidii. Na Mungu anataka vivyo hivyo tukienda mbele zake tukamsikilize kwa bidii. Lakini sio hivyo, haitoshi. Angalia huyo kasikia lakini bado anafanya mambo yake mwenyewe anayojua yeye, sio yale ambayo ameyasikia. Basi Mungu atusaidie tuwe kama huyo binti, anasikiliza, anauliza maswali, yuko eager kwenda kukifanya kile ambacho amekisikia. Na ndivyo Mungu anavyopenda. Tuwe na bidii na utayari ili Mungu aendelee kusema nasi. Mungu awabariki. Kaa mpaka mwisho. Ubarikiwe sana. Amina, ubarikiwe sana mpendwa unayependa kumsikia Mungu kwa karibu na mara kwa mara. Sasa tuangalie maandiko yanasemaje kuhusu swala hili la kuwa tayari na kuwa na bidii, kama ambavyo tumeona katika hiyo video fupi. Katika Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 1, Musa alikuwa anawaaga wana wa Israeli wakati alipokuwa anajua hatima yake imefikia. Akamwambia, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Wasomaji wa Biblia mnajua Kumbukumbu la Torati 28 imegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni baraka zinazoambatana na kusikia sauti ya Bwana, na sehemu ya pili ni laana zinazotokana na kutokusikia sauti ya Bwana. Sasa angalia jinsi ambavyo Mungu anataka tusikie. Sio tu tusikie sauti yake. Anasema utaisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Kama wewe umekuwa ukifuatilia masomo ya Bit 750, utaona sehemu ya kwanza tulikuwa tumesema tumkaribie Mungu. Sehemu ya pili tukasema tuwe na faraga. Sehemu ya tatu tukasema tuijue sauti. Sasa tumeshaijua sauti ya Bwana. Baada ya kukaa naye, baada ya kumkaribia na kuwa naye katika faraga, tumejifunza kwa uvumilivu kuijua sauti ya Bwana. Sasa Bwana anataka sio tu tuisikie, lakini tuwe na bidii. Kwa nini Bwana anataka tuwe na bidii? Kwa sababu kama tulivyoona wiki iliyopita, Elia vilianza ngurumo, moto, baragumu, tetemeko kabla hajasikia sauti ndogo. Kwa hiyo kuna wakati tunaweza kuwa tunataka kumsikia Mungu, lakini vikapita kwanza maungurumo manini. Tusikate tamaa, tuongeze bidii tu kutaka kusikia. Lakini vile vile hata mimi naona wengine saa nyingine video ikiwa ndefu sana mnakuwa amwangalii mpaka mwisho. Natakuwa tuwe na bidii kusikiliza yote Bwana anayotaka tuyafanye. Lakini anasema ukishasikia lazima uyatunze. Sio tu usikie uondoke kama tulivyoona kwenye hiyo video. Kuna wengine, hata mimi ni mmoja wapo, mara nyingine nasikia lakini sijayatunza yale niliyosikia. Sijaandika mahali wala sijayatunza katika moyo wangu ili niweze kuyafanya.
Na mara nyingine inatokana na kwamba sikuwa tayari kulisikia lile ambalo Bwana amesema nami. Mimi nilikuwa na my own expectation. Mungu atasema hivi. Mungu kasema tofauti na vile nilivyokuwa nawaza mimi. Kwa nini? Kwa sababu mawazo ya Bwana sio mawazo yetu. Mawazo yake yako juu sana kuliko mawazo yangu. Sasa nyingine tunasahau kwamba mawazo ya Bwana ni yako juu sana na mawazo yangu yako chini sana. Kwa hiyo anaweza nikasikia kitu ambacho hakijanipendeza mwili wangu, nafsi yangu. Roho inataka, mwili dhaifu. Kwa hiyo unakuta ule utayari haupo. Au hata saa nyingine hatuko tayari kukaa na kusikia. Haya tuko tayari kuyasikia. Sasa tumeshaambiwa. Bwana anasema na uyatunze na kuyafanya maagizo yake yote. Sio moja, sio mbili. Yote ni kuagizayo leo. Ndipo Mungu atakapokutukuza. Ndio zile baraka, utabarikiwa mjini, utabarikiwa shambani. Utabarikiwa nini? Utabarikiwa. Basi wengine wetu kama sisi hapa tunapenda pale utabarikiwa. Mimi ni mbarikiwa Bwana, sitakuwa kichwa. Sitakuwa mkia, nitakuwa kichwa. Watoto wangu ni vichwa, sio mkia. Lakini je, umesikiliza kwa bidii? Na je, ulioyasikia umeyafanya? Sasa hebu tuendelee na neno la Mungu linasemaje. Najisema na mimi hivyo. Mithali 5 mstari wa kwanza unasema, mwanangu, sikiliza hekima yangu, tega sikio lako mzisikie akili zangu. Kwa kuna kutega sikio, kuna kumsikiliza mtu, yani kama hivi unamsikiliza. Alafu kuna you are interested, you are curious. We are not curious sometimes. Mungu atusaidie tutege masikio yetu. Bidii. Katika Luka 19 mstari wa 2 mpaka wa 4 neno la Mungu linasema palikuwa na mtu mmoja jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru. Yani ndio alikuwa bosi. Na ni tajiri, utajiri wake kaupata kudhulumu watu. Maana yake watoza ushuru walikuwa wanadhulumu watu. Hizo enzi hizo ukiajiriwa wewe ndio mtoza ushuru, unaajiriwa na Warumi. Kwa wale Warumi wakikuajiri, wanakuambia sisi kodi tunataka kiasi hichi. Wewe unaenda kupiga, yani ndio kama wale madalali au wale manini wanaita mawinga. Ndio mawinga. Kwa hiyo anaenda anapiga cha kwake mpaka mtu anakuwa tajiri. Na kwa hiyo wale walikuwa wanaonekana wana dhambi kwa sababu katika sheria ya Musa ilikuwa hairuhusiwi kuchukua hata interest. Kwa hiyo huyo alikuwa akitafuta kumuona Yesu. Kwa hiyo pamoja na kuwa alikuwa ni mtoza ushuru, alikuwa ni mwenye dhambi, lakini alitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani. Asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Umeona hapa? Ndio zile hatua zetu tulizosema katika wiki chache hizi ambazo tumeangalia. Ili amuone Yesu alijua lazima nimkaribie. Na alijua Yesu anapita katika hiyo njia. Alikuwa anapita huko Yeriko alikokuwepo anakaa huyu Zakayo. Kwa akamkaribia Yesu. Akaona ni kumkaribia, makutano wamemzunguka, wamezuia asiweze kumuona Yesu. Akasema hapana, mtanizuia. Akapanda juu ya mkuyu. Angalia hiyo bidii aliyokuwa nayo. Akapanda juu ya mkuyu ili apate kumuona, kwa kuwa alikuwa anajua Yesu atapita njia ile. Umeona? Kwaona sisi kuna bidii. Wewe unafikiri kupanda juu ya mkuyu ni rahisi? Yaani ukiona kitu chochote Mungu anakuelezea kuna kupanda. Kama katika Habakuki anasema nitapanda sehemu yangu ya juu nipate kumsikia Bwana atasema na nini na mimi. Yaani ukiona tu mahali popote neno la Mungu linasema kwamba akapanda juu, pana bidii inayotakiwa kufanyika. Hicho kitu akipatikani hivi hivi. Kumsikia Mungu panahitaji bidii, lakini utayari. Uwe tayari kupanda sasa. Ukiambiwa upande unasema mimi kupanda labda kesho. Mimi kupanda labda kesho kutwa. Utayari unatakiwa uwepo. Mstari wa 5 na wa 6 nasema Bwana Yesu alipopita mahali pale akatazama juu, akamwambia Zakayo, Zakayo shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani kwako. Akafanya haraka akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Tulikuwa wadogo tulikuwa tunaimba hivi, Zakayo shuka, nitakuja kwako leo. Kwa hiyo sasa angalia hata alivyoambiwa shuka, bidii aliyokuwa nayo. Yaani hakuna kuchelewesha
kaona nafasi ni hii ya kumsikia Bwana, na akamsikia Bwana akamwambia na kuja kwako leo, na yeye akawa na furaha, akamkaribisha Bwana nyumbani kwake, na Bwana akasema leo wokovu umekuja nyumbani kwako. Umeona? Sasa hii ni habari ya mtu ambaye alikuwa na bidii, alikuwa tayari kupanda, alikuwa tayari kushuka. Na sisi vivyo hivyo tunatakiwa tuwe na bidii katika kutaka kumsikia Mungu. Tuwe na utayari, na kitakachosemwa tuwe tayari kukifanya. Unafikiri kilikuwa rahisi kwa Zakayo? Zakayo akasema, Bwana, mimi niko tayari kwenda kuzigawa mali zangu zote kwa maskini, kila kitu nilichokipata kwa kuwa watu, kwa kuwadhulumu watu, naenda kurudisha tena sijui mara ngapi. Mwenye kasema chapter ya 18 ya Luka, unamkuta yule tajiri mwingine kijana anaambiwa tena, yeye kwa maagizo kabisa, na yeye alitaka kumsikia Yesu. Akamwambia, Bwana Yesu, nifanye nini ili niurithi ufalme wa mbinguni? Umeona hayo? Wiki iliyopita tumezungumzia kuuliza. Kwa hiyo kauliza kweli. Kauliza, Bwana, nifanye nini kuurithi ufalme wa mbinguni? Bwana Yesu akamwambia kwamba waheshimu baba yako na mama yako, na mfanye Mungu kuwa Mungu peke yake, mdini, na unajua zile sheria. Akasema, zote nimezifanya toka utoto wangu, hakuna ambacho mimi nimebakiza. Bwana Yesu akamwambia, bado, kauze mali zako unifuate. Yule ndo akasema hapana. Unaona, alikuwa tayari kusikia, lakini hakukipenda kilichosikiwa. Akaondoka kwa huzuni bila kufanya yale aliyoambiwa, kwa sababu hakuyapenda. Na ndio maana ili somo la leo tumeunganisha kuubidii na kusikia, kwa sababu alikuwa na bidii kweli. Alimfuata Yesu mahali alipokuwa, aliuliza maswali. Ni bidii hiyo inatakiwa. Mahali palikuwa na watu wengi, mpaka Yesu anakupa nafasi, ina maana kuna vigingi ulivipitia. Lakini alipoambiwa hakuyapenda yale aliyoambiwa. Sasa katika Yeremia 42 mstari 19 mpaka 20, ukisoma hiyo sura ya 42 utaona wana wa Israeli nao walitaka kumsikia Mungu Bwana. Wakamwambia Yeremia, Yeremia, nenda ukatuulizie huko kwa Bwana, tuende Misri au tusiende? Yeremia akaja na maneno ya Bwana. Sasa sikia mstari 19 na 20. Bwana asema katika habari zenu, enyi mabaki ya Yuda, msiingie Misri. Jueni sana ya kuwa nimewashuhudia hivi leo, maana mmetenda kwa hila juu ya nafsi zenu wenyewe, kwa kuwa mmenituma kwa Bwana Mungu wenu mkisema, utuombee kwa Bwana Mungu wetu akufunulie sawasawa na yote atakayo yanena Bwana Mungu wetu, nasi tutayatenda. Waona hapo? Hawa wanataka kwenda Misri, wanamwambia Yeremia, katuombee kwa Bwana, katuulizie tuende au tusiende. Unamkumbuka Daudi, yeye aliposema uende au usiende, Bwana akamwambia nenda, tena nenda na utavipata na you will recover. Sasa sio kila wakati utaambiwa hivyo, kuna wakati mwingine utaambiwa usiende, uko tayari. Hawa sasa wameambiwa wasiende. Ndio Yeremia sasa anawaambia, nyinyi mlitenda kwa hila. Yaani hila ni hivi, moyoni mwako ulikuwa unajua kabisa, mimi nauliza nitakachoambiwa, kama sijaambiwa hivi sifanyi. Jamani, ni mara ngapi tumemtenda Mungu kwa hila? Mimi mwenyewe hapa shayafanya hayo. Unauliza, ukiambiwa huyafanyi. Sasa mstari wa 21-22 neno Mungu linasema, nami nimewafunulia haya leo, lakini ninyi hamkutii sauti ya Bwana Mungu wenu katika neno lolote ambalo amenituma kwenu. Basi sasa jueni sana ya kuwa mtakufa kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni katika mahali pale mnapopatamani kwenda na kukaa. Umeona tamaa hiyo? Yaani tamaa inazidi kiasi ya kwamba hata Mungu anavyotuambia, we have already made our mind kwamba hichi nilichokitamani lazima nikifanye, lazima nikipate, lazima kiwe changu. Matokeo yake ni kwamba kinachofuata hiyo ni dhambi ya kutokutii, kwa sababu ulisikia. Unajua dhambi ya kutokutii haiwezi kumpata mtu ambaye hajasikia. Uwezi ukamnani mtu ukamlaumu mtu kwamba hakutii kitu ambacho hajasikia au kitu ambacho hakijui. Unatii kitu ambacho umekisikia au unakijua. Sasa mimi na wewe tumesikia nini? Tunajua nini ambacho tunatakiwa tukifanye ambacho hatuko tayari kukifanya? Na je, kama hatusikii, je tunabidii katika kusikia? Na je tuko tayari kukifanya kile tutakachoambiwa hata kama kitakuwa kitu ambacho hatukipendi kukisikia?
Paulo na yeye alikuwa katika boti katika Matendo ya Mitume sura 27. Bwana akamwambia, mimi nitamponya kila mtu katika hiyo, kwa sababu umo katika hiyo boti. Kwa hiyo Paulo akaenda akawaambia wale waendesha boti, jamani makapteni, jamani, Bwana amesema hii safari hamna atakayekufa, twende hivi. Oho, wakaanza kufanya ya kwao. Hawakuwa tayari kusikia. Walivyoona kifo kinakaribia, Paulo tena nawaambia, jamani niliwaambia, ndio sasa waanze kufuata. Na sisi wengine hivyo, yani mpaka tuone boti linazama. Mungu naomba unisamehe, kwa sababu na mimi amenikuta mara nyingi tu. Ushaona boti linaanza kuzama, umesharusha mizigo iliyoko kwenye boti, umeshaona nini, unaona tu maji yanaingia, ndio sasa Bwana naomba niokoe Bwana, niokoe Bwana. Mungu ni wa rehema. Mungu atusaidie wapendwa. Basi mimi ngoja niishie hapo. Maneno ni mambo ni mengi, mambo ni magumu, mambo ya Mungu ni magumu. Yanahitaji msaada wa Roho Mtakatifu, yanahitaji utii, yanahitaji bidii, yanahitaji neema, yanahitaji rehema, yanahitaji kumpenda Mungu kwa moyo wote. Unajua ukimpenda mtu utamtii na kumsikia na kumsikiliza. Kwa hiyo tumpende Mungu ili tuweze kumtii na kumsikiliza. Mungu awabariki sana. Ninaomba kama wewe ni mgeni katika channel hii au hujawahi subscribe, share, like, naomba comment yako hapo. Wewe je, uko tayari kumsikia Bwana? Je, uko tayari kutenda yale Bwana atakayokutendea? Atakayokuambia? Na je, swali kubwa kwetu sisi wote, na waombeni sana mtakaoangalia hichi, kama mtaweza kuweka hivi, ni kwa nini hatuko tayari na kwa nini hatuna bidii? Hayo mambo mawili, katika kusikia na katika kutenda. Mungu awabariki sana.